Hello, karibu tena. Leo ni siku ya pili ya mfululizo wa masomo yetu. Kwa jina naitwa Caleb Julius. Nikushukuru na kuendelea kukupongeza kwa kufuatilia. Siku ya leo, siku ya pili, tutaenda kuangalia definition au maana ya neno scales. Pili tutaenda kuangalia aina ya scales, na tatu tutaenda kuangalia major scale na mfumo wa vidole kwa mkono wa kulia na wa kushoto kwenye kufanya hii major scale au scale mama. Karibuni sana. Tunapozungumzia scales, scale kwa maana rahisi ni mpangilio wa noti either unaopanda kwa maana ya ascending au unaoshuka kwa maana ya descending, ambao mpangilio huu umepangwa katika pichi fulani, na hizi pichi zipo kwenye intervals fulani. Kwa kuelewa zaidi maana ya pitch na neno interval tumezungumza kwenye video zetu za mwanzo, unaweza ukarejea hapo. Sasa aina za skeli, tunasema skeli zinapangiliwa kutokana na idadi ya noti zinazopatikana kwenye skeli husika. Kwa hiyo kuna aina kama 6 ambazo ni basic sana au za msingi sana kwenye skeli, na tumesema zinapangiliwa kutokana na idadi ya noti zinazopatikana kwenye hiyo skeli. Aina ya kwanza inaitwa tritonic scale, ambayo neno tri maana yake ni 3. Kwa hiyo skeli hii inakuwa na noti 3. Ya pili inaitwa tetratonic scale, ambayo hii ina noti 4. Ya tatu inaitwa pentatonic scale, ambayo hii ina noti 5. Ya 4 inaitwa hexatonic scale, ambayo hii ina noti 6. Ya 5 inaitwa heptatonic scale, ambayo hii ina noti 7. Ya 6 inaitwa octatonic scale, ambayo hii ina noti 8. Hizi ni aina za scale ambazo zinaitambulisha scale fulani kutokana na idadi ya noti zinazopatikana. Okay, tukaangalie major scale. Tunapozungumza major scale, kwanza hii major scale ni aina ya octatonic scale ambayo ina noti 8. Major scale, kwa nini inaitwa major? Hii ndio scale mama. Tunapozungumza kitu major, maana yake kwa tafsiri nyingine ni scale mama. Sawa? Ni scale mama, na scale hii ndio inatumika hata kwenye composition au utungaji wa nyimbo. Nyimbo zote tunazoimba na tunazozisikia, melody zote tunazozisikia kwenye music zinatokana na hii scale mama. Sasa leo tutaenda kuiangalia hii scale kwa umakini na kwa undani zaidi. Ningependa nikutambulishe kwenye vitu viwili au vitatu. Cha kwanza kinaitwa mzizi, ambacho ni root kwa Kiingereza, tutatumia herufi R. Cha pili kinaitwa whole step au step nzima, tutatumia herufi W. Na cha tatu kinaitwa half step au nusu step, tutatumia herufi H. Ili tuelewe major scale, tutatumia key C kama key ya kufanya reference au kuitumia kupata major scale, ili itaweza kutusaidia kupata major scale ya key zingine zote 12. Nikianza kwenye funguo C, watu wengi hujifunzia kwenye funguo C. Kama tunavyojua namna kuipata C ni hapa. Watu wengi hujifunza key C kama hatua ya mwanzo ya kuanza kinanda, kwa sababu key C major scale yake au scale mama yake iko wazi. Unapoanza kwenye C moja mpaka C nyingine ya pili, kwenye pichi hii mpaka pichi hii, unaipata scale ya C kwa kufanya hizi button nyeupe tu au hizi noti nyeupe. Mfano, hapo nimeanza C mpaka C. Na hii ndio inaitwa major scale. Sasa kwenye ufunguo C ni rahisi kuipata kwa sababu inatumia hizi noti zote nyeupe. Kwa hiyo ni unatoka C moja mpaka C ya pili hapa kwa kufanya tu hizi button nyeupe, unakuwa umeipata major scale. Sasa kwa kutumia hii C tutaenda kutengeneza general formula au formula ambayo itatuwezesha sisi kupata major scale au funguo scale mama kwenye key hizi zingine, kwenye funguo hizi zingine. Kwa kuanza kabisa, tukichukua hizo terminology 3 ambazo nilikwambia: mzizi, half step au step nusu, na whole step au step nzima.
kwa kutoka C mpaka C, tukiangalia kutoka hapa C kuja hapa D, maana kwanza ya half step maana yake ni kutoka noti hii kuja noti hii ya juu yake ni nusu step. Lakini kutoka hii noti ya C kuja noti ya mbele yake ambayo ni D, hii ni step nzima, maana tumeruka noti moja. Na kutoka hapa D kuja hapa hii tumeruka tena noti moja. Kwa hiyo hii nayo ni step nzima kuja hapa. Lakini kutoka hapa E kuja hapa F hatujaruka noti yoyote, kwa hiyo hii ni nusu step. Na kutoka F kuja G tumeruka tena step nzima. Na kutoka G kuja A tumeruka step nzima. Na kutoka A kwenda B tumeruka tena step nzima. Lakini kutoka B kurudi C hatujaruka step yoyote, kwa hiyo hii ni nusu step. Kwa maana hiyo, kwa kufupisha ni kwamba half step au step nusu ni kutoka noti moja kuja noti nyingine hapa bila kuruka noti yoyote katikati. Lakini whole step au step nzima ni kutoka noti moja na kurukia kwenye noti nyingine huku unaacha hapa noti moja katikati. Sasa tunaposema mzizi au root, maana yetu ni kwamba ile key au ile noti, mfano hapa tunatafuta skeli mama ya C. Kwa hiyo mzizi wetu ni C. Na C iko wazi kwamba ukianzia C moja mpaka nyingine unafanya tu unapata major scale. Sasa tutengeneze formula ambayo itatusaidia kuipata major scale kwenye ufunguo wowote. Formula hii ni rahisi. Ukishaujua mzizi wako kwamba natakiwa nianzie labda kwenye ufunguo fulani. Kwa hapa tunaanzia C. Sasa hizi noti zilizopo kwenye hii major scale ya C tutazipa namba. Hii C ambayo ni mzizi tutaipa namba 1. Hii D tutaipa namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6, namba 7, hapa namba 8 au namba 1 tena, maana tunarudi kwenye ile C. Kwa hiyo kutoka namba 1 ambayo ndio mzizi wetu C kuja namba 2, tukiangalia hapa tunaruka step nzima. Kwa hiyo hii 1 kuja 2 hapa ni whole step, ni W. Lakini kutoka 2 kuja 3 tena ni whole step, tumeruka. Lakini kutoka 3 kwenda 4 ni nusu step, hatujaruka chochote. Kutoka 4 kuja 5 ni whole step. Kutoka 5 kuja 6 ni whole step. Kutoka 6 kuja 7 ni whole step. Na kutoka 7 kurudi 1 au 8 ambayo ndio moja yetu ni nusu step. Kwa maana hiyo ni kwamba nusu step au half step iko katikati ya 3 na 4 na 7 kurudi 1. Lakini huku kwengine kote kuanzia kwenye namba 1 ambayo ndio mzizi mpaka namba 8 ambayo ndio 1 pia, hapo tunatumia whole step. 3 kwenda 4 ndio half step na 7 kurudi 1 ndio half step. Hebu tujaribu formula hii kwenye ufunguo F. Ufunguo F ni huu hapa. Huu ndio mzizi wetu. Kwa hiyo tumesema kwingine kote ni whole step, kasoro namba 3 kwenda namba 4 na namba 7 kurudi namba 1. Kwa hiyo tukianzia kwenye mzizi ambao ndio F sasa ni namba 1 yetu kwa sasa. Kwa hiyo ndio 1. Kuja namba 2 tutaruka step 1 ambayo ni whole step, tutaruka hii noti, tutakuja hapa. Hii ndio itakuwa namba 2. Kuja namba 3 ambayo ni whole step na yenyewe, tutaruka hii noti, tutakuja hapa. Namba 3 kwenda namba 4 ni half step, kwa hiyo hatutaruka noti yoyote. Tutatoka hapa, tutapanda hapa juu. Namba 4 kwenda namba 5 ni whole step, tutaruka hichi cheupe hapa, tutakuja hapa. Kutoka namba 5 kwenda namba 6 ni whole step, tutaruka hichi cheusi hapa, tutakuja hapa. Kutoka namba 6 kwenda namba 7 tutaruka tena noti 1, tutakuja hapa. Namba 7 kurudi namba 1 ni half step, tutaruka chochote, kwa hiyo tutarudi hapa F tulipoanzia. Kwa hiyo skeli yetu mama unajikuta kwenye F ni kwa kutumia hii general formula ambayo tumeitengeneza kwamba kwenye 3 kwenda 4 ndio half step,
au nusu step, na kwenye 7 kurudi 1 ndio half step. Huku kwingine kote unafanya whole step. Kwa kumalizia tu tufanye tena ufunguo B flat au A sharp. Tulishaangalia maana ya B flat au A sharp majina. Kama unachanganyikiwa hapo unaweza ukarudi kwenye video zetu za mwanzo. Kuanzia hapa B flat, tukianza hii ndio mzizi wetu wa sasa. Hii ndio moja yetu sasa. Kutoka 1 kwenda 2 tumesema ni whole step. Tutaruka hichi cheupe hapa chini, tutakuja hichi. Kwa hiyo ndio namba 2. Namba 2 kwenda namba 3 ni whole step. Tutaruka hichi, tutakuja hapa. 3 kwenda 4 ni whole step. Hapana, ni half step. Umeona? Kwa hiyo 3 kwenda 4 ni half step. Hatutaruka chochote, tutakuja hapa juu. 4 kwenda 5 ni whole step. Tutaruka hichi cheupe, tutakuja hapa. 5 kwenda 6 ni whole step. Tutaruka hichi, tutakuja hapa. 6 kwenda 7 ni whole step. Tutaruka hichi, tutakuja hapa. Lakini 7 kurudi namba 1 ni half step. Tutaishia hapa. Kwa hiyo scale yetu mama unajikuta unafanya kurudi